Mpenzi, chakula chako ni kitamu sana. Lazima nikupikie vitamu mpenzi. Sasa hapa kuna kitu nataka tuonge mpenzi, naomba unisikilize. Sawa baby Nambe. Si unajua mimi ndio baba wa familia, natakiwa kusimamia kila kitu hapa nyumbani. Najua kuna nini kwani? Inabidi mshahara wako niwe na usimamia mimi kwa sababu mimi ndio msimamizi wa familia. Kwa nini? Sio kwa ubaya, mimi nitakuwa nakupa kila kitu unachotaka ili tufanikie. Inabidi mishahara yetu ikae pamoja, iwe chini yangu. Tunatakiwa kufika mbali kimaisha mpenzi, kwa hiyo usiwe na shaka, nitausimamia vizuri kabisa. Kama ndio hivyo sawa. Ndio maana nakupenda mpenzi, kwa hiyo hapa tukimaliza kula unipe kadi yako na password zako zote za bank. Sawa mpenzi. Mpenzi, naomba pesa nikasuke leo weekend ili kesho niende kazini nikiwa smart. Sina pesa, utabana tu. Nacho utani basi mpenzi, nipe pesa ili niwahi kurudi. Mimi sitani, namaanisha utabana. Hizi ni wale zilivyo nitabanaje? Kwani wanabanaje? Wewe nenda ufanye maarifa uko chumbani, mimi sina pesa. Mimi siwezi, basi nipe pesa kidogo kwenye mshahara wangu nikatumie. Sina pesa, usike, hebu toka mbele yangu. Hatukukubaliana hivyo lakini. Ya ukimaliza unyamaze. Mpenzi, mama anaumwa. Naomba utoe unipe pesa kidogo kwenye mshahara wangu nimtumie tafadhali na kuomba mpenzi. Ela nishaitumia kwenye mambo mengine, ungesema kabla mshahara haujatoka, sina pesa kwa sasa. Alafu mambo ya kusaidia ndugu, utakufa maskini, hebu achana nao, kwani wewe ndio mtoto pekee kwenu. Umetumia pesa wapi? Mbona unatumia na unaambi? Sio ni chochote cha maana ulichofanya mundani. Hebu niambie pesa imeenda wapi? Mimi ndio baba wa familia, kwa hiyo usinipangie cha kufanya. Lakini ni hela zangu hizo, ni mshahara wangu. Uliamua kuwa unanipa mshahara wako, kwa hiyo usinisumbue. Lakini tafadhali usiende. Pesa yangu mwenyewe lakini napelekeshwa mshahara wangu wa jasho langu, ananinyima jamani. Najuta mimi jamani, kwa nini nilimpa pesa zangu? Sasa hivi sisi kinabana tu nywele, nikiomba pesa anasema hana. Baby uko wapi? Nataka kukufuata tutoke out. Sawa mpenzi, niko nyumbani. Au chukua Bolt, utanikuta pale kwa siku zote na kusubiri. Sawa mpenzi. Yaani wewe ni mrembo, nafurahi kuwa na wewe, achana na yule mbwa kule nyumbani, ananisumbua tu, simpendi. Kula pesa zangu mrembo, yani niombe pesa utakavyo, mimi niko kwa ajili yako. Usijali mpenzi. Tukimaliza kula, niambie mahitaji yako yote, sitaki mpenzi wangu ukae ovyo ovyo. Sawa mpenzi. Mama ananipigia sijui nitamjibu nini jamani, na nishamwadi nitamtumia pesa, atajua namnima pesa. Ngoja nipokee tu, sina jinsi, nitamdanganya litakalokuja kichwani, nachoka mimi mwenzenu. Hello mama, nilikuwa na kazi hapa kidogo, niko namalizia, nipe lisali moja mamangu na kutumia hiyo pesa. Sawa mwanangu, jitahidi. Nina hali mbaya sana mtoto wangu, naumwa sana mwanangu, jitahidi. Sawa mama, usijali nitakutumia, kama ukiendelea kujisikia vibaya niambie ili nije kukuona. Usijali mwanangu, nitakuwa sawa. Usiache kazi zako uje kuniona, endelea na kazi zako tu mwanangu. Sasa hapa nitafanya nini jamani? Ngoja nikakope kwa shoga yangu, sina jinsi, ila huyu mwanaume ni tabu kwa kweli. Mhudumu, bili shingapi? Lakini boss. Okay, nipe lipa namba chap chap. Baby, nywele zangu zimechakaa, inabidi nikazitengeneze. Shingapi kipenzi? 200,000. Sawa baby, nitakutumia. Then nataka nikanunue nguo mpya, hizo za zamani zimenichosha. Shingapi? 500,000. Sawa baby, nitakutumia pia. Ndiyo maana nakupenda mpenzi. Karibu sana shoga yangu, umeanza kukonda, una mawazo gani wewe? Asante kipenzi. Nina mengi tu hapa, ila leo naomba unikopeshe pesa 200,000, mama angu anaumwa. Pole shoga angu. Kwa hiyo pesa nikutumie kwenye namba yako hii, ndio mpenzi. Tayari kipenzi. Asante kipenzi, umenisaidia sana, sijui ningefanya nini bila wewe. Mungu akubariki. Usijali kipenzi, karibu. Sawa shoga angu, ngoja niondoke niwe nyumbani, ubaki salama. Shoga angu kaniokoa jamani, sijui ningetoa wapi mimi hizo pesa, mshahara ndio uo, sipewi hata 100. Penzi, mbona uko bize na simu muda wote? Siku hizi kuna nini? Niko bize na kazi, kwani shida yako nini? Nimuuliza tu, ati kuna kitu nataka nikuulize mpenzi, ni kwa wema tu. Uliza haraka, nina mambo yangu ya kufanya. Hivi pesa zangu za mshahara unazifanyia nini mpenzi? Sijawahi kusikia umenunua kiwanja wala kitu chochote. Kwa hiyo unataka nini? Niambie unazifanyia nini ili nijue, kwa sababu ni pesa zangu, ni jasho langu. Sina muda mchafu wangu kujielezea. Unanijibu hivyo kweli? Ndio, na hauna cha kunifanya. Ngoja nione anachati na nani kwa sababu yuko busy sana siku hizi.
kumbe ni mwanamke ndio anampa kiburi. Yaani anampa hela ya kusuka huku mimi mwenye pesa na ananiambia nibane nitamkomesha. Na kadi yangu ya banka mempa. Huyu mwanaume ni nyoka jamani. Hivi unawezaje kumfanyia mtu hivi? Ila ni ujinga wangu. Madam, kadi yako imefungiwa. Unasema nini? Jaribu tena. Bado haifanyi kazi madam. Sawa, Ntunzivi, nitaifuata baadaye. Huyu mwanaume amefungia kadi kwa nini? Si bora angenambia. Amefanya mpaka nimeaibika mimi mbele za watu. Unaenda kumfurahisha ukoko kazini kwake. Kwa nini aniaibishe? Mimi nimemkosea nini? Namtafuta Davis, yuko wapi? Namtaka sasa hivi. Dada, tafadhali kwa mstarabu, siwezi kukuruhusu ingie ofisini hivyo. Hutaki kunambia si ndio? Naenda kumtafuta mwenyewe. Dada, tafadhali usiende, rudi. We mwanaume, kwa nini umeniabisha? Nilikutuma unipele kadi mimi? Calm down, hapa ni ofisini please. Sitaki kusikia. Kwa nini umeifunga ile kadi? Si bora ungenambia sasa tugawane maumivu. Tulia basi. Usiniambie ninyamaze. Umenikwaza. Mimi sijafunga kadi na sijui unaongelea nini. Hebu tulia basi, acha kelele. Ujue unaniaibisha. Hebu twende nje. Subiri. Kwa nini umekuja ofisini kwangu? Si ukenipigia simu tu? Kwa nini wewe hukunipiga ulipokuwa unafunga kadi? Ile kadi ni ya mke wangu, itakuwa kafunga yeye na sio mimi. Najua wewe na mke wako, kuanzia leo mimi na wewe basi. Usifanye hivyo mpenzi, tafadhali. Ukitaka kuelewana na mimi fungua ile kadi. Yaani shoga angu, yule Davis kafanya viojo huko chini. Watu tumebaki tunashanga. Vioja gani tena? Si mchepuko uweke kaja hapa ofisini, kaanzisha vurugu kama lote, kasema mengi ofisini kwangu. Hapa ofisini kwako, kumbe Davis kampa kadi ya mke weke au anatumia. Huyu mkaka ana akili kweli. Nahisi mke weke kajua, kaifunga kadi, mchepuko kaja kumfanyia vurugu Davis. Hana akili, ngoja nimfukuze kazi. Usinitaje shoga angu na kuomba. Hata usijali, namsaidia mwanamke mwenzangu kulipiza kisasi. Kina nani wanapigana huko chini tena ofisini kwangu? Ni mgeni wa Davis, ndio amekuja na kelele anamtafuta David. Okay, mwambiaje ofisini kwangu haraka. Sawa madam. Kwa nini umebadilisha ofisi yangu kwa dangulo au uwanja wa ngumi? Hapana boss, ni bahati mbaya tu boss, sijafanya kusudi. Mke wako anajua kama umempa kimada wako kadi yake ya bank? Sijafanya hivyo boss, yule ni chizi tu, mimi siwezi fanya hivyo. Uongo! Unaniona mimi mjinga si ndio? Kwa hiyo yule mwanamke ni mjinga hadi kuja hapa. Hapana boss, yule ni chizi tu. Basi na kufukuza kazi kwa sababu hauna adabu. Hilo ni kitendo kikatili kwa mke wako. Hapana boss, nielewe. Nimemaliza. Pita kwa sekretari, atakupa bahasha yako utoke ofisini kwangu. Boss, nisamehe tafadhali. Toka ofisini kwangu! Sawa boss. Yaani haya yote ni makosa ya huyu mwanamke. Ngoja aje leo atanieleza kwa nini ameifunga ile kadi bila kunambia. Penzi, mbona leo umewahi kutoka kazini, kuna nini? Kwa nini umeifunga kadi yako bila kunambia? Sema haraka, kwa nini? Kwa sababu hukujua kuitumia na kuuliza unafanya nini kila siku na mbii. Kwa hiyo ndio ifunge bika kunambia. Yaani kazi nifanye mimi, alafu kada atumie kahaba wako, siwezi wewe ujinga. Kahaba gani unamwongelea hapa? Niliona kila kitu kwenye simu yako, mimi unaniambia nibane nywele, yeye unamtumia 200,000 ya kusuka. Unasema nini wewe? Kadi yangu umempa huku, mimi nateseka hivi. Mbona una roho mbaya hivyo wewe? Sijawahi kujua kama uko hivyo. Ni uongo. Najua kila kitu kuhusu huyo mwanamke wako, na kuanzia leo mimi na wewe basi, na naondoka humu ndani. Unasema nini wewe? Umenisikia nilichosema? Hakuna kwenda popote, mimi ni mume wako. I don't care. Sasa hapa naanza kujitegemea, mwanaume mjinga yule, sitaki hata kumsikia. Ngoja nikasuke kwanza nipendeze. Huyu mwanamke ameniacha, nitamwonyesha. Ungoja niende kwa mchepuko wangu nikaongee naye, atanielewa tu. Mpenzi, naomba unisamehe. Nimeachana na yule mwanamke, nataka tuanze mimi na wewe. Mimi nataka pesa. Sasa ndo nimefukuzwa kazi na pesa sina, ndio zile tulikuwa tuwatumia mimi na wewe. Kwa hiyo nataka nikulee? Hapana mpenzi, ila nitajitahidi ili nipate kazi nikutunze. Sikia, ondoka kwangu. Siku ukipata kazi na pesa urudi hapa. Mpenzi tafadhali, nielewe. Sitaki vibenteni nyumbani kwangu. Huna pesa, toka na ukome kuja kwangu. Moyo, lakini mimi ni mpenzi wako. Hebu toka kwangu kabla sijaita polisi. Nani huyo anagonga mlango huko nje tena jamani?
Mimi sitaki wageni kwangu sasa hivi, ngoja nifikishe huko. Kijana, wapi kodi yangu na kupigia simu hupokee kwa nini? Samahani mzee, naomba nipe mwezi mmoja nitakulipa. Hapa siongezi siku, nataka pesa yangu au nipe nyumba yangu. Baba, nielewe tafadhali, nipe mwezi tu. Sitaki kusikia chochote mimi. Kijana, ukipata pesa yangu, njoo nitakupa vitu vyako. Baba, nisaidie tafadhali. Boss, unatakiwa kulipa bili yako, nataka kuondoka, shift yangu imesha. Sina pesa, toka mbele yangu. Tafadhali boss, naomba ulipie tafadhali, na kuomba. Nimesema sina pesa, toka mbele yangu. Pesa iko wapi? Toa haraka. Sina pesa, utanifanya nini? Nimesema leta pesa. Nisamee boss, hapa sasa sina pesa. Mpenzi wangu Nasra, kumbe upo. Nilikuwa nakutafuta sana. Hey, niwe Edson, umepatwa na nini? Huyu ni nani mpenzi? Ni yule mume wangu wa zamani niliyokuwa na kusimulia, sijui kapatwa na nini. Tumsaidie tu pesa ya kula mpenzi, anaonekana na hali ngumu sana. Sawa mpenzi, ngoja nimpe. Hicho ndio tunaweza kukusaidia, sisi tunaondoka. Asanteni. Sawa. Twende. Mpenzi wangu alikuwa mrembo, ila ni mimi tu na ujinga wangu na tamaa zangu, najuta mimi, najuta.